Taarifa zinaeleza za kikachero, kikosi cha Al Ahly kilituma mwakilishi wake katika kuichunguza Yanga na kuisoma ni mbinu gani ambazo kocha Pedro anazitumia, lakini pia kuelekea mchezo wao wa marudiano ambao utafanyika pale visiwani Unguja siku ya Jumamosi. Funga meza namna ambavyo katika mchezo huo unaonekana pressure ni kubwa zaidi. Kuhusiana na hiki ambacho wamekifanya Al Ahly, kitakuwa na faida yoyote katika mchezo wa siku ya Jumamosi? Kwanza ni utaratibu ambao wako nao timu za kaskazini, mara nyingi huwa ni timu ambazo huwazichukuliagi mchezo wote rahisi. Hata kama nyinyi mtaona mchezo huo kwenye jicho la urahisi, lakini wao wanachukulia mchezo ni serious, na ndio maana mara nyingi kwenye mchezo yao kabla mchezo unaweza kutata ndani ya mwezi mzima, unaweza kawaleta watu hapa kuja kuchunguza. Hii ni utaratibu ambao wako nao, na kweli siku ya jana walikuwepo watu Al Ahly wakiendelea kuifuatilia Young Africans na kujaribu kuangalia namna ambavyo Young Africans inacheza, hususan ikiwa katika uwanja wake wa nyumbani. Kwa hiyo kulikuwa na hao watu ambao kazi yao kubwa ilikuwa ni kuifuatilia. Ndio maana ukaona hata mwalimu Pedro katika namna ambavyo alikwenda kucheza dhidi ya Dodoma Jiji hakujaribu kufungua booster. Hata alikamu ulimsikia namna ambavyo alizungumza kwamba hakujaribu kufungua kurasa zote, kwa sababu alijua kwamba kwenye mchezo kama huu kama utajaribu kufungua kurasa zote ni rahisi zaidi kumpa mpinzani mbinu ambazo anaweza akazitumia kuja kukabiliana na wewe. So far of course kweli kulikuwa na hao makachero wa Al Ahly na walikuja kwa nia ya kuja kuisoma Young Africans kule katika mchezo wao siku ya Jumapili. So ni wazi kwamba kama Al Ahly walituma makachero katika kutathmini mbinu za kocha Pedro, kwa jana wamebugi na wamefeli. Siwezi kusema wamebugi ama wameferi. Kuna namna fulani wanaweza kawa wamepata. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Kwa sababu ukiangalia kuna namna ambavyo Young Africans walishindwa kufungua vitabu kadhaa kwenye kipindi cha kwanza, na namna ambavyo matokeo yalikuwepo. Kwa hiyo kipindi cha pili kuna sehemu ya ubora Young Africans alibidi atonue makucha yake na kuonesha. Wenda ndio kitu ambacho watakuwa wamekipata wale makachero, kwa sababu Young Africans kweli asingeweza kutanua kama angeweza kupata matokeo mapema. Kwa hiyo iliwapaswa sasa kuanza kujaribu kutanua baadhi ya mbinu ama kuonesha baadhi ya vitu ambavyo hawakutaka kuvionyesha katika ule mchezo, kwa sababu tayari kulikuwa na huo uhitaji, kwa maana Young Africans walikuwa na huo uhitaji wa alama 3 mbele ya Dodoma. Mwanzoni ilikuwa natajwa jina la Pacome Zouzoua kuonekana ni hatari, lakini kutokana na kile ambacho tumekishuhudia jana ni wazi kwamba wameondoka na jina la Depu, wameondoka na jina la Mohamed Damaro pamoja na Duka Buya. Of course, lakini bado naamini kwamba Pacome ataendelea kuwa ni mchezaji wa tofauti na wote ambao wamewataja. Ukiangalia kwenye michezo mingi migumu, michezo mingi mikubwa, Pacome Zouzoua mara nyingi kama akiamua kuichukua mechi akaika mabegani, ni mchezaji wa design kama hiyo. Lakini ukimzungumzia mtu kama Depu yeye utatamani kuona ubora, kama unatarajia kuona ubora wake mara baada ya kuona ubora wa Pacome. Ni mchezaji ambaye anategemea watu fulani ili aweze kuonesha huo ubora. Kwa hiyo kama Pacome ataamka hana siku nzuri kibaruani, labda kina Duke kina nani wasiwe kwenye ubora wake, hauwezi kumuona Laurindo Deson Maria Depu aiko kwenye ubora wake. Kwa hiyo Depu yeye ni mchezaji ambaye atategemea ubora wa Pacome, atategemea ubora kina Haaland, Okello na wengineo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni tegemezi tofauti na Pacome. Pacome hata kama timu ikibanwa anaweza akadrive kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, akajitengenezea nafasi mwenyewe na akaweza akatumia nafasi ikiwezekana. Kikosi cha Young Africans kimesafiri asubuhi ya leo hii saa 3 na kimeshawasili tayari pale visiwani Unguja. Kusafiri mapema na kufika katika maandalizi ya mchezo usiku wa siku ya Jumamosi itakuwa na faida gani hasa, hususan wapinzani wao Al Ahly nao jana pia walishuka uwanjani dhidi ya Wydad Degla na kufanikiwa kuondoka na ushindi wa bao 3-1? Kwanza mara baada ya kumalizika mchezo wao wa kwanza, tayari maandalizi kuelekea katika mchezo wa pili yalishaanza. Hata mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji ulikuwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea katika mchezo wao wa marudiano dhidi ya Al Ahly. Al Ahly ni timu kubwa na watu wanapaswa kutambua hilo, na ni timu ambayo haijarishi inakwenda ugenini ama ipo nyumbani, kwa maana inaweza kukufunga popote. Hii kutokana na quality kubwa ambayo wako nao. Kwa hiyo licha ya Young Africans yupo nyumbani, lakini Young Africans bado ataingia kama underdog katika huo mchezo. So lazima ajihadhari mapema, lazima ajaribu kutafuta mbinu mbalimbali ambazo zitakuwa ndani ya uwanja ama nje ya uwanja kuhakikisha wanaweza kufaidika na hiyo home advantage. Kusafiri kwao mapema ni sehemu tu nzuri ya maandalizi, kupata muda mzuri, kuwapa wachezaji muda wa kupumzika, kuwapa wachezaji muda wa kutrain kwa muda mrefu na timu, ili kuhakikisha wanaweza kwenda na mfumo mzuri na mbinu nzuri ambazo zitakwenda kuwasaidia moja kwa moja kwenye kuhakikisha wanaokota alama mbele ya Al Ahly. Al Ahly ni timu kubwa, lazima Young Africans yeye hajami
kama underdog kwenye kumkabili timu au kwenda kukabiliana na timu ambayo kimsingi imemzidi kila kitu. Imemzidi wachezaji, imemzidi investment na kila kitu. Hakuna kitu pekee, hamna kitu ambacho tunaweza kusema kwamba Ahly anazidiwa na Young Africans. Issue ya kiufundi, lakini issue pia wachezaji ambao wako kwenye kikosi cha Ahly na wachezaji ambao wapo katika kikosi cha Young Africans. Yes. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.